Habari yako. Huu ni ukurasa wa mapenzi. Twende tukazungumzie mapenzi. Hii ni sehemu ya 3. Leo tukazungumzie kwamba wanaosema mapenzi ni pesa. Iwe unaamini kwamba mapenzi ni pesa? Mimi nakataa. Mapenzi sio pesa. Kwa sababu wapo wangapi walotumia pesa katika mapenzi yao, mwisho wa siku kaishia maumivu, wanawake kwa wanaume. Tukaangalie sehemu kuu mbili, kwa mwanamke na mwanaume. Tuanze na mwanaume. Wewe mtoto wa kiume, acha kuamini kwamba kutumia pesa kwa mwanamke ndio tukamfanya kwamba akupende, asikusaliti wala asitamani kitu kingine tena. Huu ni uongo, unajidanganya kabisa kabisa, kwa sababu hao viumbe wamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna mwanamke ambaye ameumbiwa tamaa. Huyo hata umpe nini katika maisha yako, hata umuhonge nini katika maisha yako, lakini nitakusaliti tu. Wapo hivyo. Na yupo mwingine ambaye mwanamke ambaye yeye hajaumbiwa na tamaa, hata kipesa zako, hata kichochote, anataka mapenzi yako tu. Wapo katika maisha. Alafu acha ujinga wa kutumia pesa kwa mwanamke. Ipo hivi, mwanamke asiyekupenda, hizo pesa unazozitumia kwake, na yeye yupo ambaye anayempenda, anakwenda kumpa hizo pesa. Unalijua hilo? Unalijua? Lakini pia twende kaangalia katika sehemu nyingine ya pili ya mwanamke. Wapo wanawake ambao wanaamini kwamba ili amtulize handsome boy, ili amtulize mwana six pack, ili amtulize mwanaume anayemtaka yeye, inabidi atumie pesa. Wanahangaika maskini ya Mungu kwa jasho na damu. Wanahangaika kudanga sehemu zingine, wanapata pesa, wanaenda kuwapelekea wanaume ambao wanawapenda wewe. Mwisho wa siku huo ni ujinga. Huo ni upumbavu. Why? Kwa sababu huyo unayempenda wewe unatumia pesa kumpa, na yeye pia yupo ambaye anayempenda anatumia pesa kumpa, ambaye anaenjoy kabisa. Sijui umenielewa? Ipo hivi, acha ujinga. Mapenzi sio pesa. Ipo hivi, huyo anayekupenda wewe kwa ajili ya pesa, na yeye yupo ambaye anayempenda kwa moyo wa dhati kabisa. Nataka nikwambie tu kuanzia leo kaa ukijijua. Yule ambaye anayekupenda kwa ajili ya pesa, huyo sio wa kwako. Wa kwako wewe yupo, wa kwako wewe yupo, wa kwako yupo. Endelea kusubiri, endelea kutafuta. Utayempata ambaye atakayekupenda kwa dhati, na wala hatohitaji pesa zako, na utaenjoy mapenzi yako, na sio huyo ambaye unatumia pesa kwake. Hizo pesa zako fanyia vitu vingine vya msingi. Acha ujinga.